Yes, ebana mambo vipi mfuatiliaji wa Top Level TZ, jukumu letu sisi ni moja tu, kuletea wewe habari ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii, tunakusogezea hapo hapo ulipo. Ebana kuna video hii ambayo ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii, ikimuonyesha mwanadada mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Heidi Klum. Ebana huu ni mwanadada mrembo sana, lakini kwa muonekano huu unavyoona hapa ni muonekano wa kutisha sana. Ijulikane kwamba Marekani kila mwaka huwa kuna sherehe huwa wanasherehekea ya Halloween. Hii ni sherehe ambayo vitu vingi sana huwa vinatokea vya kutishatisha. Kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya familia huwa wanapaka vitu vya ajabu sana kwenye milango yao. Kuna wengine wanajipaka vitu vya ajabu, wanavaa vinyago. Ni kwamba huwa wanakumbukia watu wa zamani ambao wamekufa. Bana hii siku ya Halloween huyu mwanadada alienda amevalia mavazi kama hivi unavyomuona na muundo wake wa Medusa. Bana hii ni story ya Medusa nitakuletea baadaye. Of course huyu dada ameteka hisia za watu sana kwa hiki kitu ambacho amekifanya. Amejaribu kuongea na vyombo vya habari, wamejaribu kumuuliza kwa nini umekuja na idea hii ya Medusa. Yeye akasema kwamba unajua siku kama hii ya Halloween ni siku ambayo huwa tunakumbuka vitu vya zamani au tunakumbuka vitu ambavyo watu wamekufa, ndio maana huwa tunafanya sherehe kama hii. Mimi kuja kwenye muundo kama huu na reflect miaka ya nyuma, story ambayo ilitokea huko Ugiriki huko, kwenye koza Kigiriki huko. Hiki kitu kilitokea, watu wanasema kilitokea lili kabisa, na yeye akaona aje na muundo huu kama unavyomuona hapa. Mfuatiliaji wa Top Level TZ, kwa jinsi unavyomuona huyu mwanadada, unaweza kumpa max ngapi kwa huu muundo ambao amekuja nao? Watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza hivi, inawezaje kweli mtu kufikiria kuja na kitu kama hiki, au kuna kiulakini ndani yake? Julikane kwamba siku kama za Halloween, watu ambao wanasherehekea siku kama hizi huwa na mention kama ni watu ambao wanafanya vitu vya ajabu, yani wanafanya matambiko ya ajabu. Na huyu dada kuja katika style hii ambayo imetisha watu, imeibua hisia za watu wengi sana kwa muonekano wake huu na uona. Of course hata mimi ukiangalia kwa makini video hizi ambazo zina trend za huyu mwanadada zinatisha sana, kwa sababu ukiangalia kichwa, ukiangalia macho, ukiangalia mdomo akifungua mdomo, ulimi unavotoka, of course ni kitu ambacho kinatisha sana. Bana hii ni historia ambayo ilitokea miaka ya nyuma sana huko Greek. Bana inasemekana kwamba hii ni historia ilibua hisia nyingi sana za watu, na ndio maana yeye huyu mwanadada akaona alifrect kupitia historia hiyo. Ngoja nikuletee kwa ufupi historia yenyewe iko vipi. Bana historia ya huyu kiumbe cha ajabu unayemuona hapa, anajulikana kwa jina la Medusa, ilikuwa hivi. Ni kwamba kulikuwa mwanadada mmoja kwenye familia huko za Wagiriki. Alikuwa ni mrembo sana, yani ni mrembo sana huyo mwanadada. Of course watu wengi sana walikuwa wanamtamani kuwa nao kimahusiano nini na nini, unajua ile. Lakini cha kushangaza, unajua mtu ambaye akiwa mzuri bwana, mtu yoyote mzuri lazima apigwe vita. Kutokana na uzuri wake watu walikuwa wanampiga vita sana 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 sana. Bwana ngoja nikuelezee kuna kitu gani kilitokea mpaka akabadilika akawa kiumbe cha ajabu, au tuseme kwamba akapata laana na kuwa kiumbe cha ajabu. Bana huko kwenye familia za Kigiriki zamani kulikuwa na ufalme wa Athena. Bana huu ni ufalme ambao uliibua historia nyingi sana kwa watu, kwa vile vitu ambavyo vilikuja kujitokeza baadaye. Bana huyu alikuwa ni mwanadada mrembo sana, akiishi katika falme hiyo ya Athena. Bana mwanadada huyo alikuwa ni mrembo sana, lakini kitu ambacho kilikuja kikabadilisha maisha yake totally na kuwa kiumbe cha ajabu, yani kiumbe cha kutisha, kuua watu nini na nini, ilitokea tu akafanya makosa. Umeona akafanya makosa kumuingiza mwanaume kwenye hilo hekalu la Athena. Ni hekalu ambalo haruhusiwi kuingizwa mwanaume yoyote. Bana mwanaume huyo alikuwa anaitwa Poseidoni.
baada ya Poseidoni kuingizwa kwenye hekalu na Medusa, yule Athena, yule kuhani mkuu tuseme, akawa amemlaani Medusa, kwa nini umemleta mwanaume kwenye hili hekalu? Ijulikane kwamba mapriesti wote ambao walikuwa wanaingia kwenye hilo hekalu hauruhusiwi kuingia na mwanaume yoyote au mahusiano yoyote, huruhusiwi kuingia nayo kwenye hilo hekalu. Bana, huyu Athena alivomlaani Medusa akageuka kuwa wanasema wao akawa Agons. Agons kwa kitafsiri ya Kiswahili kwamba ni kiumbe cha ajabu sana. Yani Agons ni kiumbe cha ajabu sana. Bana, Medusa kutoka kwenye ulembo mpaka kuwa kiumbe cha ajabu sana. Bana, ukiangalia historia ambayo inatuonyesha ya Medusa, of course ni historia ya kutisha sana. Unaweza kuona kawaida, lakini kama imekutokea unaweza kaomba po. Ni historia ya kutisha sana. Bana, kama unavyoona kichwa chako kilikuwa cha ajabu sana. Kama mwanadada alivyoonyesha hapo, amejaribu kulifekti miaka ya nyuma Medusa alivyokuwa. Bana, kichwa chake kilikuwa cha ajabu sana. Kama unavyoona kichwa chake kilikuwa kina nyoka wengi sana ambayo walikuwa na uwezo wa kucontrol hali ya hewa. Yani anaweza kucontrol chochote ambacho anachokiona, yani anaweza kukicontrol. Kwa mfano anaweza kukusanya hata miti kuwa pamoja, au kama watu wameenda kumwataki anaikusanya watu wanajifunga pamoja, alafu akikuangalia hivi na wewe ukimwangalia unaganda hapo hapo na kufa hapo hapo. Bwana, Medusa alifanya matukio mengi sana huko msituni. Yani alifanya matukio ya ajabu sana sana sana. Bwana, watu wakawa wanajaribu wanafanya jitihada mbalimbali za kukiondoa hiki kiumbe cha ajabu, kwa sababu kilikuwa kinamaliza watu wengi sana. Watu wengi sana walikuwa wanakufa kutokana na kiumbe hiki. Unajua kuna watu wengine matomaso bwana walikuwa hawaamini kama hiki kiumbe kipo. Wengine walikuwa wakijaribu kwenda kule msituni ili kukiona, lakini cha ajabu cha kushangaza watu walikuwa wakienda kule hawarudi salama. Yani wanakufa kwa namna moja ama nyingine. Bwana, kilikuwa ni kiumbe cha ajabu sana. Watu sasa wakawa wanaunda njia mbalimbali za kuweza kukiangamiza hiki kiumbe, kukiua. Lakini semekuwa ilishindikana, ilikuwa inashindikana kwa kila hali na namna. Watu wanajaribu kwenda kukiangamiza hiki kiumbe, inashindikana kwa sababu ya nguvu zake za ajabu kilichokuwa nacho. Bwana, kichwa kile of course kile kichwa chake ndio kilikuwa kina nguvu sana sana. Yani anaweza kucontrol vitu vingi sana, na yale macho yake yakikuangalia tu kamtazama macho kwa macho lazima ugande hapo hapo. Kwa hiyo kutokana na hizo nguvu zake watu wengi sana walishindwa kuunda zile njia za kwenda kumuua, kumwangamiza. Watu walishindwa. Bana, kama unavyojua mwanadamu bwana akishindwa mara moja, mara mbili, mara tatu, huwa anajaribu kuunda njia tofauti za kuweza kupambana na adui ambaye anakabiliana naye. Bana, walikuja kufanikiwa kumuua kwa kumkata kichwa. Julikana kwamba kichwa chake ndio kichwa ambao kilikuwa kina nguvu sana. Yani akikutazama hivi au yale manywele yake yamecontain majoka yale, anaweza kucontrol kila kitu. Kwa hiyo kichwa chake kilikuwa kina nguvu sana. Na watu au tuseme familia za Kigiriki kipindi hicho walikuwa wana focus sana kukikata tu kile kichwa. Wakikikata kile kichwa nguvu zake zote zitakuwa zimeisha. Kwa hiyo watu waliunda njia mbalimbali kuweza kukikata kichwa mpaka wakaja wakafanikiwa kukikata kichwa. Bwana, jamaa mmoja ambaye alifanikiwa kumkata kichwa alikuwa anaitwa Perseus. Huyu ni jamaa mmoja ambaye alikuwa strong sana. Ni mtu ambaye alikuwa na nguvu nyingi. Pamoja na nguvu nyingi pia aliongezwa nguvu pia kutoka kwenye hekalu la Athena. Maana kulikuwa kuna mungu wao, au sio? Ule mungu alimuongezea nguvu Perseus, akawa na nguvu nyingi sana mpaka kutengeneza ule upinde ule pinde wa kioo wa kuweza kuzuia zile nguvu za Medusa nini. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vilifanyika pale ili waweze kupata nguvu za ziada za kupambana na Medusa. Bana, Medusa alikuwa ni kiumbe cha ajabu sana mpaka alipofanikiwa kukikata kichwa, nguvu zake zikaisha pale.
pale pale. Bana, watu walifurahi sana kwa sababu hiki kiumbe kiliua watu wengi, kiliua maelfu na maelfu walipokuwa wakikatisha kwenye ule msitu, wengine wakienda, wengine yani kiliua watu wengi sana. Of course kifo chake huyo kiumbe watu wakafurahia sana sana. Kutokana na nguvu zake za ajabu, ufalme ulitumia kile kichwa chake kupambana na maadui. Yani wakikionyesha tu kile kichwa, maadui zao wote wanaganda. Of course kichwa chake walikitumia katika kupambana vita. Of course walishinda vita nyingi sana, na mpaka sasa hivi ishabaki history ambayo iliandikwa enzi na enzi. Bana, hii ni historia ambayo watu huwa inaibua hisia za watu sana. Bana, hiyo ndo historia ya Medusa, na mpaka huyu dada kuja na hii style yake ya Medusa. Of course watu imeteka hisia nyingi sana za watu, na ukiangalia kama kweli unavomuona huyu dada anavotisha hivi kwenye mitandao ya kijamii, ukimwangalia anavotembea kama joka, si joka, nywele zile zina majoka, so majoka, mdomo yule, pua, macho, of course yanatisha sana. Na je, vipi kiwa real kipindi hicho Medusa alitokea real, je ilikuwaje? Bana, hii ni Top Level TZ. Jukumu letu sisi ni kuwaletea habari ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Tunakusogezea hapo ulipo, na mimi najulikana moja tu la Ndoli TZ, behind the camera wanamuita Recto. Bye bye.